Na niwashukuru najua kianza maprofesa na hasa viatu vya Profesa Lumumba, lakini hali kadhalika viatu vya Profesa Kitila Mkumbo wameweza kuweka platform katika mahala pazuri sana. Kwanza naomba kuchukua fursa hii sana kumshukuru Mwenyezi Mungu ambao tumepata fursa leo kuja kukutana hapa Arusha. Lakini naomba nichukue fursa hii tena nimshukuru Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, kwa kuandaa jambo hili muhimu sana ambao linagusa maslahi mapana sana ya taifa letu hili, lakini mkoa huu wetu wa Arusha. Nakumbuka mkuu wa mkoa nilipokuja mara ya kwanza katika ziara, tulijadiliana swala ambalo ikiwezekana tufanye forum maalum kwa ajili ya kuhakikisha mkoa wa Arusha unakuwa na mapana yake katika upande wa viwanda. Na hasa pale ilipobainika baadhi ya viwanda mahususi sana na muhimu vya taifa letu hili ambao viko hapa Arusha katika kipindi cha katikati vilikuwa haviwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo leo hii tunakuwa katika kongamano hili na mkuu wa mkoa pamoja na timu yako mmefanya ambao huko chini ya ndugu yangu Mchengerwa watakuwa na jambo tena kama hili. Manake hii inatupa nafasi nzuri ya kuona jinsi gani nchi yetu kwa upana wake tunaweza kufanya kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele. Nikiwa waziri wa viwanda na biashara nimefarijika sana kwa tukio hili letu la leo, na hasa speech za awali ambao zimezungumza masuala mapana sana yenye maslahi mapana kwa taifa letu hili, lakini kwa mkoa wetu wa Arusha. Hapa imezungumzwa jinsi gani mkoa wa Arusha una fursa kubwa sana na hasa katika upande wa viwanda. Nimefarijika kwanza hata wawekezaji walikuwa mkoa wa Arusha wamefanya mambo makubwa sana hasa katika sekta, ukienda katika sekta ya nguo. Nchi yetu ya Tanzania katika upande wa viwanda, ukitaka kuona uzalishaji wa nguo lazima uje mkoa wa Arusha. Kwa hiyo hongereni sana sana sana. Hii ni faraja kubwa, lakini kama ilivyosema kwamba sekta hii ndio sekta inaajiri watu wengi. Ukienda kiwanja cha Sunflag au kiwanja cha A to Z, idadi ya vijana waliokuwa pale, wasichana, wanawake na wanaume, ni idadi kubwa sana, ambao unaona kwamba watu wale wote wanafanya mchango katika taifa letu hili. Lakini viwanda vile maana yake vinaongeza mnyororo wa thamani wa mazao yetu. Tukumbuke kwamba kipindi cha nyuma pamba yetu yote tunazalisha lazima tulikuwa tuna export. Baada ya viwanda vile tulibinafsisha kutoshindwa kufanya kazi. Leo hii tunaona mkoa wa Arusha umejipambanua katika maeneo ya viwanda hivi viwili ambao ni faraja kubwa sana. Lakini eneo lingine ni kuangalia jinsi gani Arusha sasa imejipanga kimkakati kuhakikisha inatoa mfano ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hivi karibuni katika jambo ambao ni fursa kwa wana Arusha, chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeamua kufanya jambo kubwa la kimkakati na kielelezo katika taifa letu hili. Swala la uzalishaji wa malighafi ya madini soda, ambao sisi nchi yetu tumekuwa ni importers wakubwa wa miaka mingi. Tunatumia fedha nyingi ya kigeni kwa ajili ya kuagiza malighafi ya magadi soda. Imekuwa fursa, nakumbuka mradi huu ni wa muda mrefu sana. Miaka tokea mwaka 2004 katika bonde la Ziwa Natron iliposhindikana, baadaye sasa tafiti zikaenda kwa kina kwenda katika upande wa Engaruka, ukabainika kwamba eneo hili lina magadi soda tena ambayo ina thamani kubwa zaidi. Eneo hili kwa wana Arusha ni sehemu ambayo kwetu sisi ni fursa ya uwekezaji. Na hivi karibuni tumetumia karibuni shilingi bilioni 14.8 kwa ajili ya ulipaji wa fidia, ambayo ukitoa bilioni 5.9 iliyoenda 6.2 kwa upande kwa wananchi, lakini sehemu nyingine ilielekeza katika ujenzi wa miundombinu ile ambayo itaondolewa katika swala zima. Arusha katika eneo hili lazima tuone kwamba hii ni fursa tunaweza kuitumia. Leo hii tunakamilisha mchakato wa kuhakikisha kwamba tunapata ujenzi wa viwanda viwili vya magadi soda eneo la Engaruka, ambao investment yake kila kiwanda kimoja si chini ya dola milioni 360. Imani yetu kubwa kwamba tukiweka uwekezaji pale, malengo ya mkakati ya ujenzi wa mradi ule, manake dola karibuni 700 mpaka dola bilioni moja. Maana yake ni kwamba eneo hili vile ni viwanda vya msingi.
Tunafahamu muda mrefu sana sasa hivi katika uwekezaji wa viwanda vingine, kwa mfano viwanda vya vioo. Leo hii kama alivyosema Profesa Kitila Mkumbo, tumekuwa na viwanda viwili vya Sapphire Glass pamoja na Keda pale Mkuranga. Viwanda hivi tumekuwa tukiimport malighafi kutoka nje. Lakini sasa hapa manake tunaenda kufungua mlango mpya wa kupata malighafi ndani ya nchi yetu. Faida hii yote inapatikana ndani ya mkoa wa Arusha. Jambo la kwanza, imani yetu kubwa tutapata wawekezaji wazuri na upande wa eneo ile kata ya Mto wa Mbu, maeneo ya Ingaruka pale. Eneo hili wafanyabiashara wa Arusha ni sehemu ambayo muhimu sana kuweza kuitumia. Lakini eneo lile licha ya kuweka eneo la kimkakati katika upande wa magadi soda, lakini vile vile ni fursa hata watu wanaoenda katika utalii. Kakangu pale Mbubezi katika upande wa utalii. Wengine wanataka kwenda kutembelea mlima Odirongo Longai, uko karibu kabisa na eneo lile. Manake hata ukitengeneza apartment za kawaida ni fursa. La shughuli za huduma. Mara nyingi sana utakuta miradi hii inajitokeza, lakini bahati mbaya angalia miradi mingine, kwa mfano miradi ya gesi huko nyuma kihistoria. Tulikuwa tunapoteza fedha nyingi sana sababu wengi walikuwa wanapewa ile kandarasi ni watu kutoka nje. Kwa hiyo naona kwamba wakati ile miradi ya mwanzo inatekelezeka, Watanzania wale ambao investors wa ndani walikuwa wanakosa fursa hiyo. Lakini kupitia utaratibu wa local content ambao sasa hivi umewekwa, ambao utaenda kuwekwa vizuri hapa si muda mrefu, fursa wa Tanzania na hususan wawekezaji na wale kutoka mkoa wa Arusha kuhakikisha wanatumia fursa hiyo. Kina mama na kina baba, eneo hili lazima tujipange jinsi gani wakati ujenzi unaendelea. Vipi tutafanya tuweze kupeleka kuku wa kwa Kitila Mkumbo kule Singida, kabebe kuku leta hapa walishe watu. Hii ni fursa moja kubwa sana. Lakini mradi ule manake ni nini? Vile vinajengwa viwanda vya msingi, vitasaidia utekelezaji wa viwanda vingine. Pharmaceutical industries tunatarajia vipatikane kupitia mradi wa magadi soda. Eneo hili lote ni chain ya ajira kwa vijana. Tufahamu kwamba eneo hili ya kwanza katika vyuo vyetu. Idadi imezidi kuongezeka mpaka imefika 1064. Absorption capacity ya serikali yote, sio Tanzania, especially katika nchi zinazoendelea. Hakuna serikali inaweza kuchukua vijana wote wanaomaliza vyuo. Sekta binafsi ndio lango la kuhakikisha kwamba inatumia fursa hiyo kuajiri vijana wa aina mbalimbali. Katika eneo hili manake sasa vijana wa Arusha na watu wa Arusha tuna kila sababu kuhakikisha upande ule wa mradi wa kimkakati mkubwa wa magadi soda wa Ingaruka tuutumie vizuri, hasa katika maeneo yetu haya. Na hasa kubwa zaidi, mimi nikiwa waziri wa viwanda biashara, tuhakikisha na mwenzangu wa uwekezaji na kushirikiana na mkoa wa Arusha tuone jinsi gani viwanda muambata ambao vitaendana na mradi ule viweze kujengwa Arusha. Na hili ndio jambo kubwa, nadhani ni kitu cha kipaumbele sana. Lakini kubwa zaidi, na sisi wana Arusha, jinsi gani tutafanya kuhakikisha kwamba nasi tunashiriki vizuri kuhakikisha mradi ule unapata faida kubwa. Lakini eneo lingine kwa Arusha, hivi karibuni tunaenda kufanya uwekezaji mkubwa wa mradi wa Maganga Machitu, hali kadhalika na mradi wa Mchuchuma na Liganga. Eneo hili mradi ule ambao uko kule mkoani Njombe. Lakini maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunahitaji kuhakikisha tunakuwa na viwanda vingi vya chuma katika maeneo mbalimbali. Katika eneo hilo hapa karibuni sasa hivi tuna kiwanda chetu hapa ambacho kiko Kilimanjaro mashamba vya kimkakati. Ninafahamu hapa kinalodhia wana viwanda vya chuma na hasa utekelezaji wa nondo. Kwa hiyo hapa sasa maana yake inakuonyesha nini? Kwa mkoa wa Arusha, wanabiashara au wawekezaji wa Arusha wanaweza kutumia fursa hii kubwa ya kusafirisha baadhi ya bidhaa zingine zinazozalishwa katika sehemu nyingine. Sio lazima kitu kipatikane hapa Arusha. Katika eneo hili ni lazima tujipange katika upande wa logistics, upande wa usafirishaji. Hapa nadhani kwa mkoa wa Arusha tumejikita zaidi katika usafirishaji wa watalii, na hasa ndio maana ukipitia magari mengi ni magari ya tours. Lakini tuna kila sababu watu kuona, kwa mfano viwanda hivi vya Rodhia na viwanda vingine vya chuma, ambao mradi wetu wa Maganga Machitu ambao si muda mrefu utaanza, jinsi gani watu wajipange usafirishaji wa malighafi kuleta huku. Lakini eneo lingine wana Arusha, nitaka niwaambie jambo moja. Na hapa wakati mwingine mnaliona jambo linapita katika swala zima la usafirishaji wa makaa ya mawe. Makaa ya mawe hayazalishwi Arusha. Makaa ya mawe yanazalishwa kadhalika kule Njombe.
lakini mengi yanasafirishwa kwenda kwa nchi zetu ya jirani, nchi ya Kenya. Lakini sina hakika kama wana Arusha na hasa upande wa transporters wameweza kutumia fursa hiyo vizuri kwa kuweka partnership na wenzetu kutoka Kenya, kwa kuona jinsi gani yale makaa ya mawe wangeweza kusafirishwa na malori ya watu wa Tanzania kutoka Arusha. Manake ni nini? Ni kwamba sio lazima malighafi ipatikane ndani ya Arusha. Manake tunaweza kuchukua upande huo kwa upana wake kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Upande wa Wizara ya Viwanda na Biashara, hivi karibuni tunakuja na mkakati mkubwa wa ujenzi wa viwanda 1948. Mkakati huu tunatarajia Daktari Samia Suluhu Hassan inshallah, Mungu akijalia, ndio atakuja kuuzindua. Mpango huu manake unatoa maelekezo katika mikoa yetu, mamlaka za serikali za mitaa, jinsi ya kujipanga kuhakikisha tunatengeneza utaratibu wa ujenzi wa viwanda. Ndio hili, katika eneo hilo kuna swala zima la industrial park ambazo zinaratibiwa na Wizara ya Uwekezaji. Nia yetu ni nini? Tumejiwekea malengo, mpango huu utaenda ndani ya miaka 6. Tutapoanza 2025 huu tutaenda mpaka 2031. Katika eneo hili manake itailazimu kila mkoa kutengeneza viwanda 3 vikubwa, lakini 5 vya kati, 20 vidogo na 30 vidogo kabisa. Mjunguiko wake huu unatengeneza viwanda 1948 kwa muda wa miaka 6. Katika eneo hili capacity package ya mkoa wa Arusha ni viwanda 348. Manake ni nini? Manake eneo hili lazima sasa wana Arusha tujipange. Na hii forum hii leo imekuwa ni forum nzuri kwa sababu mpango huu si muda mrefu utazinduliwa. Manake tuwe tumejiandaa mapema jinsi gani tutafanya kuhakikisha kwamba tunatengeneza fursa nzuri ya uwekezaji. Matarajio yetu ni kwamba eneo hili la viwanda hivi tutatengeneza ajira milioni 6.5. Kati ya ajira hizo milioni 148 ni kwa ajili ya direct employment na nyingine indirect employment. Na watu wa Arusha, imani yetu ni kwamba zaidi ya watu 240,000 watajizungusha katika mnyororo huo wa kuhakikisha tunashiriki pamoja katika upande wa kazi na hasa upande wa uwekezaji katika upande wa viwanda. Eneo hili manake kila kiwanda kitatengenezwa kutokana na uhalisia wa mkoa ulipo. Imani yetu kubwa kwa mkoa wa Arusha, jambo la kwanza tutaloanza nalo ni kuangalia viwanda vyetu vilivyokuwa vinafanya kazi kama General Tyre na viwanda vya nguo na vingine kupitia msajili wa hazina na mwanasheria mkuu wa serikali. Ninafahamu kwa baadhi ya viwanda vingine vilibinafsishwa, lakini bahati mbaya waliopewa viwanda hawakutendea haki. Matarajio ya serikali ni kuhakikisha watu hawa wangeendeleza hivi viwanda, lakini bahati mbaya halikupatikiwa hilo kwa baadhi ya watu. Imani yetu katika mkakati huo mkubwa, jambo kubwa licha ujenzi wa viwanda vipya, zoezi kubwa ni swala zima la kuweka mikakati ya ufufuaji wa viwanda vile vya zamani vilivyobinafsishwa ama vingine ambavyo vinafundisha kama kiwanda cha General Tyre. Wana Arusha, imani yetu kubwa katika eneo la General Tyre na hasa mpango wa serikali kuhakikisha eneo lile ambalo ni posh area liko katika eneo uzuri zaidi. Kuona eneo lile jinsi gani tunatengeneza mazingira wezeshi kwa wana Arusha, vijana wale ambao walikuwa wanapata kazi, wanapata ajira, wanapata mshahara wao kisha mwisho wa mwezi waweze kuhakikisha maslahi yao yanaendelea kama kawaida. Na hili ndio jambo la upana wake kwa ujumla wake ndani ya mikakati ya mkoa wa Arusha. Lakini kubwa zaidi ni swala zima la elimu. Na hasa upande wa elimu ni swala zima, nchi yetu tumekuwa ni wanachama au wadau wa forum mbalimbali. Sisi tuna partner na wenzetu wa Kenya, lakini wenzetu wa Burundi, wa Rwanda. Katika soko la East Africa tuna portion kubwa ya kufanya hii kazi kubwa. Lakini hali kadhalika kule ndani kusini SADC. Sisi tupo katika maeneo yetu mawili, upande wa Afrika Mashariki na upande wa SADC. Ambao upande wa SADC zaidi ya wateja milioni 450 hupo tunapata fursa. Ukiachia soko lile la watu milioni 1 karibu bilioni 1.4 la Afrika. Lakini haya yote yanataka commitment yetu. Na hasa tujizatiti kuona jinsi gani tutafanya, tutumie fursa tulizokuwa nazo tusonge mbele. Kubwa zaidi malengo hasa makubwa ni hasa kama alivyosema Profesa Mkuu mwanzo ni agro processing. Leo hii sisi nchini mwetu tumefanya kazi kubwa na hasa investment kubwa iliyofanywa chini ya serikali ya awamu ya 6. Swala zima la uwekezaji katika sekta ya kilimo haijapata kutokea hata awamu ambao uwekezaji katika sekta ya kilimo umetendewa haki ni kipindi hichi. Ambao unaona bajeti imehama kutoka shilingi bilioni 294 mpaka watu wanapelekewa mbolea, wanapelekewa mbegu ambao haijawahi kutokea katika kipindi vingine vyote. Na hasa vile vile upande huo manake nini? Lazima tunazalisha malighafi za kutosha. Manake sasa hapo tunajielekeza upande wa agro processing. Eneo hili wana Arusha ni waombe sana. Sisi na chini ya ndugu yangu Paul Makonda tuhakikisha hata wengine wakizalisha sisi tuje kuwachakatia hapa. Arusha iwe habu ya uchakataji wa mazao mbalimbali. Kama tunavyochakata pamba inalimwa kwa watani zangu kule Wasukuma na Wanyamwezi. Lakini hapa tunaitendea haki kwa
Sunflag na watu wa A to Z wanachakata pamba ambayo hailimwi hapa Arusha. Tufanye hivyo kwa mazao mengine. Tutaongeza swala zima la mnyororo wa thamani katika maeneo yetu, lakini kutengeneza mazingira ya ajira kwa vijana wetu. Kama nilivyosema mwanzo, idadi ya vijana wanaozalishwa kila mwaka sasa hivi ni kubwa. Lazima tuhakikishe kwamba forum kama hizi zinaandaliwa katika mikoa, na hasa kuanzia reference ya mkoa wa Arusha itasaidia sana kuibadilisha nchi yetu, na hasa katika swala zima la kutengeneza uchumi kwa ujumla wake. Kubwa zaidi, swala zima la kupenda vya kwetu. Tumekuwa na changamoto, baadhi ya watu lakini anunue bidhaa nyingine kutoka nje bila kufahamu kwamba kitendo hicho unasababisha kuhamisha ajira kutoka nchini mwako kupenda katika nchi nyingine. Kwa mfano, leo hii viwanda vya bati nchini mwetu, tuna kiwanda cha Rozia Aluminium, Steel, King Lion. Viwanda hivi vyote sasa vinazalisha bati takribani tani 240,000. Mahitaji yetu sisi ni tani 130,000. Manake ni nini? Tuna tani zingine kwa ajili ya kusupply. Hizi ni bati zile za rangi. Sasa manake ni nini? Manake sasa sisi wa Tanzania hatuna sababu, kwa mfano bidhaa ya bati lazima tupende vya kwetu. Hali kadhalika nondo, tuna viwanda vya nondo takriban sasa 40 ambao vinazalisha nondo za kila aina. Leo hii ukienda katika ujenzi wa bwawa la Nyerere, nondo zote zimezalishwa na wazalishaji wawili kutoka hapa. Camel Steel pamoja na mwenzake Rodhia, ambao hii ni kazi kubwa, ni faraja ya kujivunia. Mradi mkubwa wa bwawa la Nyerere zaidi ya shilingi trilioni 6.5 tumewekeza pale, lakini malighafi ya nondo imetoka nchini Tanzania. Na haya ndio maono mapana ya kuisaidia nchi yetu iweze kusonga mbele. Kwa ujumla wake, ni waombe ndugu zangu, kwanza lazima tujizatiti. Katika kujizatiti maana yake ni kwamba tutumie kila dirisha la fursa tuweze kuhakikisha linapata mafanikio. Na hili ndio maana nikushukuru sana kwa mara nyingine Makonda. Umeonyesha njia sana. Hapa Arusha umeonyesha njia sana. Katika upande wangu mimi wa biashara, hii conference tourism ni kitu muhimu sana. Nilikuwa nateta hapa na mtaalamu wetu mwanzo. Inawezekana mgeni akashuka uwanja Akia pale, akasafiri moja kwa moja na gari yake akaenda kule Serengeti na Ngorongoro, akarudi akachukua tena ndege akaondoka. Lakini hii conference tourism ya hapa, watu hapa wamekuja tokea jana juzi, wako hapa, wamelala hapa, wamekula nyama hapa, wanaongea hapa, wanakunywa maji hapa. Uchumi wake, mzunguko wake ni mkubwa mno. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wana Arusha, jambo hili hakikisheni msiliache, lienzini sana. Na ule utaratibu wenu wa hospitality wa nyama choma uwekeni sana kuwavutia watu nyama choma. Sana. Na ikiwezekana, nilikuwa nafuatilia takwimu hapa. Toka nilipokuja katika mkutano wa mwisho wa energy, mpaka sasa hakuna hata wiki iliyopita bila mkutano hapa Arusha. Manake wana Arusha wale mamantilie, maana sio wote wanataka hizi hoteli ndani kwenda hoteli kubwa kwenda kula chakula hoteli. Wengine wanataka mamantilie tu wapite mtaani akaonje chakula kile cha Kimasai, akaonje roshoro. Nimesikia kuna kitu kinaitwa roshoro, akaonje. Na huo wote ndio utalii. Manake yote hapa tunatengeneza misingi ya fedha. Kikubwa zaidi naomba niwaombe wana Arusha, juhudi kubwa za serikali na hasa katika upande wa biashara, kwanza kutanua masoko. Ndio maana naomba niwape confidence wote. Jana tulikuwa na kikao kikubwa kama Tanzania na wenzetu wa Malawi ku unlock haya mambo ambayo yote yalikuwa ni changamoto. Kwa hiyo kama kuna wafanyabiashara hapa Arusha waliokuwa wanafanya biashara na Malawi kule ambao walikuwa na kikwazo, jambo lile jana tumelimaliza kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nendeni mkafanye biashara kwa upana unaotakiwa, tutengeneze fedha, nchi isonge mbele. Lakini hali kadhalika sisi imani yetu kubwa sana, na hasa tunaposema kuongeza GDP yetu. Imezungumzwa hapa. Pato letu, GDP yetu lazima ipande. Na rasilimali tuliokuwa nazo na hasa upande wa biashara, GDP inapanda provided tumeamua kuwa committed katika maeneo haya. Kwa upande wetu sisi, upande wa serikali, bahati nzuri wengine ni vijana sana sisi hapa. Imani yetu kubwa ni kwamba tuna kundi kubwa la vijana nyuma. Lazima tufanye kazi kujituma kwa ajili kuhakikisha kuonyesha fursa na nchi hii iweze kusonga mbele na wananchi wote wapate fursa nzuri za maendeleo. Kubwa zaidi ni waombe wana Arusha, ninyi mmeonyesha tofauti. Tofauti hii mlioanza endelezeni kwa pamoja, isonge mbele, msirudi nyuma hata kidogo. Na hili mkuu wa mkoa, itisha kwa kuwa mikoa wengine na kamati za siasa madiwani waje kujifunza hapa. Watapokuja hapa watalala, unapiga pesa, mambo yanaendelea. Waje kuangalia blueprint hiyo map ya hapa umefanyaje, watu waje kujifunza hapa. Tutengeneze utalii, tusonge mbele na nchi yetu tuweze kupata fursa nzuri ya kimaendeleo. Kubwa zaidi
kwa sababu nimejua kwamba leo hapa ni sehemu ya kudiscuss, na hasa kubwa zaidi baadaye watu watakuwa na maoni mbalimbali. Ni waombe, na hasa katika upande wa Wizara ya Biashara tumehakikisha jambo la kwanza katika swala zima la kisera, tumesha review sera yetu ya mwaka 2003 toleo mpya la mwaka 2023 kwa lengo kubwa ni kuwapa fursa wa Tanzania waweze kushiriki vizuri katika upande wa biashara. Lakini sera hizo, mkakati wa utengenezaji wa nguo tumesha ukamilisha. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba sasa tunaenda kuzindua, na kubwa zaidi kuenda kufanya na kazi, na hasa kudiscourage importation. Naomba niwaambie ndugu zangu, importation inatugharimu sana. Leo hii ukiangalia nguo nyingi na hata zingine zinazalishwa hapa Arusha, lakini tuna import kutoka nje. Kwa hiyo tunaenda katika mkakati maalum ambao tunaenda kuzindua muda mrefu, nini tufanye kuzuia importation, lakini kusaidia swala zima la utengenezaji wa nguo ambao ndio sekta kubwa inatusaidia sana katika upande wa ajira. Lakini swala zima mkakati wa e-commerce nao umeshakamilika. Lengo letu ni kwamba tunafahamu sasa biashara imebadilika duniani, biashara ni ya kidijitali zaidi. Imani yetu kubwa ni kwamba jinsi gani tufanye uwezeshaji mkubwa, capacity building, watu wafahamu nini wanatakiwa kufanya katika biashara ya kisasa. Biashara ya kizamani imepitwa na wakati. Lazima tuwe washindani katika kuhakikisha katika masoko mbalimbali katika upande wa biashara. Lakini upande swala zima na kuintegrate na upande wa utalii, ni washukuru kwanza, nimemwona hapa kakangu siku nyingi sana tunaonana. Amekuwa mbombezi katika upande wa utalii. Hapa Arusha hakikisheni tujitahidi sana legacy yetu isipotee hata kidogo. Na sasa hivi mlichokifanya kile mwanzo, na hasa swala zima mashindano ya magari, mlikuwa na magari maalum hapa. Ile ni jambo linaleta chachu kubwa zaidi. Endelezeni swala zima la hospitality katika hoteli zetu liwe imara, watu wahakikishe kwamba wanapokuja Arusha hajutii kuja Arusha. Na hili ndugu yangu mkuu wa mkoa, kwa hapa Arusha ningewaomba wale wenzangu wengine, kuna watani zangu wengine wanatoka kanda ya ziwa kule, waje kwa wingi hapa Arusha kujifunza. Wale ndugu zangu, kuna Wanyamwezi, Wasukuma na hata na Wangoni, waje hapa Arusha kujifunza. Wakija hivyo manake na nyinyi mtatengeneza pesa. Mkuu wa mkoa, itisha tangazo kubwa, watangazie watu waje Arusha kuja kujifunza kwa ajili ya masuala mapana Arusha, lakini swala zima la uchumi wa watu wa Arusha. Asanteni sana. Asante sana Jeff. Yeah. Before I hand over to you to welcome Minister Mohamed Mchengerwa, ni Mkuria. Kuna connection ya kuwa na wake wengi ukawa na maendeleo, au ukawa na mke mmoja usiwe na maendeleo? Kuna connection yote? Okay. Kuna uhusiano gani kati ya idadi ya watu na maendeleo? Sasa tuliacha wajukuu zetu Singida pale, na mimi bado nambana ndugu yangu kwa sababu tunaweza tukasahau, na haya mazungumzo saa nyingine watu wanasinzia, tutakuja huko. Profesa Kitila Alexander Mkumbo, kuna uhusiano gani? Yani utufafanulie. Wewe ni mwalimu mzuri sana darasani, wengine tumekuja hapa kujifunza in a very simple language. Kuna uhusiano gani kati ya population na growth ya kukua kwa uchumi? Ni swala ambalo lina gumu na lina itikadi ndani yake kubwa kidogo, lakini mambo matatu. La kwanza, ukiangalia kinachoendelea duniani kwa sasa kwenye swala la idadi ya watu